Watumishi wa Mungu, hizi pepo zinazosumbua watu hizi hazina nguvu kama maneno hayajasema. Pepo hatoki mahali kwa kuchukiwa. I hate this thing. Ndio lengo la huyo pepo kuwekwa hapo, kukuumiza. Kwa haimshtui ukihate it. Pepo linatoka kwa kuliambia toka. Kwa nini? Liliingia kwa kuambiwa nenda. Pepo likiingia mahali, liliingia kwa sababu limeambiwa nenda. Halitatoka mpaka apatikane mwingine anayesema tofauti na ilivyosemwa mpaka likaja, atakayeanza kusema kwa jina la Yesu toka. Why? Liliingia kwa maneno, linatolewa kwa maneno. Matatizo mengi yameingia kwenye maisha ya watu kwa sababu yalisemwa yaingie. Waganga, wachawi au adui za hao watu walizungumza kwamba yatokee majanga fulani, na yale maneno yalipoachiliwa, roho zikayabeba, zikaenda kuhakikisha yanakuwa kama yalivyosemwa. Ndio sasa mtu ameanza kuumwa, biashara zinaharibika, ndoa zinavunjika, vitu gani vinazuiliwa. Why? Words were spoken. Kama tungejifunza kuzungumza kwa mamlaka kile ambacho neno limesema juu ya maisha yetu, juu ya wapendwa wetu na vitu vyetu, tungekuwa tuna undo kazi nyingi sana za shetani. Na unajua, nimekwambia mara nyingi, adui zako wasitamke kuhusu maisha yako kuliko wewe unavyotamka. Wasikushinde. Unapokuwa wewe hauzungumzi maneno ya imani, vitu vizuri ambavyo unataka vitokee kwenye maisha yako, upande wa pili kuna uwezekano mkubwa kabisa adui zako wana bidii ya kutamka majanga ambayo wanataka yatokee kwenye maisha yako. Na unajua ulimwengu wa roho unafanya nini? Unaangalia tu ni maneno yapi yana uzito kuliko mengine, alafu ulimwengu wa roho unayafanyia kazi hayo maneno. Maisha ni ya kwako, ndio, lakini kama wewe hauyatamki maisha yako neno la Mungu kwa wingi, alafu kuna mtu asiyekupenda mahali anatamka habari za majanga na mabaya ambayo yatokee kwenye maisha yako, ulimwengu wa roho, kwa sababu haufanyi kazi kwa basis za huruma, unafanya kazi kwa kuangalia nini kipo. Kama anga lako ni tupu, halina maneno ya imani ambayo umekuwa ukiyazungumza, ambayo umekuwa ukitamka kwamba yatokee kwenye maisha yako, lakini anga lako, atmosphere yako imejaa maneno mabaya ya kuharibu, ya kuvunja, ambayo watu wamekuwa wakiyazungumza juu ya maisha yako. Maandiko yanasema hivi, wingu likijaa mvua itanyesha. So kama wingu la maisha yako halijajaa atmosphere ya maneno ya imani, maneno ya baraka, haitanyesha mvua ya namna hiyo. Itanyesha mvua ya majanga. Kwa nini? Kwa sababu wakati wewe umenyamaza, hauzungumzi juu ya maisha yako, most probably watu mahali fulani katika ulimwengu wa roho wanazungumza mabaya yatokea kwenye maisha yako.